Sawa. Je, mfumo wa elimu wa kwetu wa Tanzania hivi sasa unasaidia kwa namna yoyote kukuza hapa kudidimiza fikra chanya kwa vijana? Mfumo wa elimu mimi sitamani watu waendelee kulalamikia. Ndio. Watu wengi wanalalamika, vijana wengi wanalalamika, nikutana nao anambia mimi mfumo wa elimu umeniharibia maisha yangu, umenipotezea muda. Ninaweza nikasema kwamba wanacholalamika ni kweli, lakini ukweli unatokana na kwamba mfumo wetu wa elimu unahitaji mtu kwanza ajue yeye ni nani. Ndio. Ajue nini, kitu gani anachokipenda na anachokifanya kwanza kabla hajaingia kwenye mfumo wa elimu. Kwa kuingia kwenye mfumo wa elimu maana yake aingie kusoma yale masomo yatakayomsaidia yeye kuwa bora. Yaani kusharpen skills ambazo anahitaji katika maisha. Ndio. Lakini akiingia kwenye mfumo ambao unakuja kudidimiza akili yake, maana yake unakuwa ni mfumo mbaya ambao umemkuta yeye kama yeye. Utashangaa kuna mtu ambaye ana ndoto za kuwa mtangazaji anasoma PCM. Ndio. Anasoma engineering. Huyu mtu tutegemea kwamba atakuja kuwa bora katika eneo lake kwa sababu gani? Yeye huyo mtu amesoma kingine, ana uwezo wa kitu kingine. Kwa maana yake mfumo wa elimu unakuwa unamdivert mtu au unampoteza mtu pale ambapo ataingia tu. Sasa mkutana na wanachuo nakwambia kwamba mimi nichagulie kozi yote ile. Naenda mahali anasema nichagulie kozi unayotaka. Unaona nimefaulu chaguo. Mwisho wa siku anakuja kusoma kozi ambayo haitaki. Mkutana na mwanafunzi mmoja anasema mimi napenda engineering lakini anasoma walimu. Kwa nini? Kwa sababu hako kujua kwanza anachokitaka ni nini. Anakuja kujua yuko anaendelea kusoma. Sasa mimi I wish ningekuwa nasoma engineering. I wish nilikuwa nasomea masuala ya uongozi. I wish nilikuwa nasomea masuala ya kibiashara. Shangaa mfanya anasoma biashara, hapendi biashara, anapenda masuala ya uongozi. Anasomea uongozi, hapendi uongozi na anapenda masuala ya kisiasa. Anasoma masuala ya siasa, hapendi siasa, anapenda masuala ya uchumi. Mwisho wa siku ni kwamba kijana anachanganyikiwa kwa sababu ameingia kwenye mfumo ambao unapingana na uwezo wake. Sawa, na ikikumbukwa kwenye moja ya hotuba yako kwenye hafla ya kutimiza miaka miwili ya hii taasisi yenu, ulisema kuwa watu waliosoma hapo kabla mwanzo walikuwa wakilalamikia mfumo wa elimu wa kwetu, na iweje mpaka sasa hivi na sisi pia tunazidi kulalamikia. Hii imekaaje? Na ndio maana moja ya program zetu za msingi ni kumsaidia huyu mtu aache kwanza kulalamikia mfumo. Ndio ameshapoteza miaka 18, lakini sasa namna gani anaweza akajiposition tena kuweza kufanya kile kitu ambacho kipo ndani mwake. Hiyo ni jambo la msingi. Tunamfundisha kwamba una uwezo wa aina gani. Na ndio maana tunampitisha katika program kwa jambo la kwanza ajue ana uwezo gani ndani, ana kipaji gani ambacho anaweza kukitumia. Ndio. Lakini jambo la pili tunampitisha pia kujua ni kwamba vipaji viko vingapi, vya aina gani tofauti, kitu gani ambacho yeye yupo, kitu gani anachokiweza zaidi. Kitu gani ambacho kinampa shauku akikifanya. Je, ni kitu gani ambacho yeye anahisi kabisa akifanya ndio kitu chake kinamkosha, yani hiki ndo chenyewe. Tunampitisha mpaka anajua kujua mimi ni mtu aina fulani, mimi ni mfanyabiashara, mimi ni mwalimu, mimi ni mtu aina fulani, mimi ni kiongozi. Anajua. Ile kujua sasa ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kumkuza katika kile anachokijua. Kwa hiyo inachukua muda kwa sababu amesoma vitu muda mrefu. Kwa kama vimeingia muda mrefu maana pia vitachukua muda mrefu pia kutoka. Havitachukua haraka. Ndio maana mtu kubadilika haraka ni ngumu kwa sababu ameshazoea mfumo wa elimu na anasubiri ajira. Ajira ambayo pia haitaki vile. Yaani kwa sababu hana hela anaweza akaingia kwenye ajira kwa kuforce. Mwisho wa siku ndio wao unasema wafanyakazi wengi wanafariki sana siku za Jumatatu. Kwa sababu wanaenda kufanya kazi ambazo hazipendi. Weekend ana enjoy na watu wake, lakini Jumatatu anapata shida kwa sababu anaenda kufanya kitu ambacho hakitaki. Sasa isingekuwa hela ningeweza mimi kufanya jambo lingine, lakini kwa sababu nataka hela. Sasa huyo mtu lazima tumfundishe kwamba maisha ni zaidi ya hela.